kadhalika mtume sallallahu alayhi wasallam atuambia katika hadithi ya ibn Umar radhiyallahu anhu, akhadha rasulullah sallallahu alayhi wasallam bimankibai, siku moja mtume alayhi salatu wasalam ameniwekea mkono katika mabega yangu. Faqala, kaniambia, kun fi dunya kaannaka gharib au abiru sabil, ewe ibn Umar, kuwa katika dunia hii kama ambaye ni mgeni, kama ambaye ni mgeni. Mgeni akishukia pahali, ushuka pahali akiwa anafahamu ya kwamba ma jaa liyaskun fi hadha almakan, ma jaa liyastaqirra fi hadha almanzil. Mgeni akishukia pahali anafahamu ya kuwa hakuja pahala pale kuja kukaa milele, bali amekuja na anapita njia. Kadhalika mtume sallallahu alayhi wasallam amwambia ibn Umar, kaannaka gharib au abiru sabil, au kama mpita njia. Mpita njia ndio yule aliyoko transit tulimtaja katika mfano wetu. Tusafir min huna ila Jeddah, tamurru ala al-asima, ukiwa asima anta abiru sabil, mpita njia. Ukifika Jeddah anta gharib, maana kwenu ni hapa Mombasa, Kenya hapa. Kwa hivyo ukifika Jeddah pia Saudia utakwenda utakaa, lakini kikao cha mtu anayefahamu ya kwamba sio kwao. ukwenda kufanya umra usbuu, usbuuين، 3 أسابيع، بعدين ترجع الى اهلك، ترجع الى منزلك. Sasa ule mfano ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam atuambia tuangalie dunia hii kwamba ni pahala pa mapito. Ibn Umar baada ya kusikia radhiallahu anhuma, baada ya kusikia maneno haya ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, alikuwa yeye akisema idha amsayta, baada maneno haya alikuwa akisema idha amsayta fala tantadhir as-sabah, anajiambia yeye na kuambia waislamu, enyi waislamu. Kwa hivyo kutokamana na maneno haya ufahamu ya kwamba ukifika jioni wakati kama huu, masaa inaanzia baada al-asr, ikiingia tu baada al-asr masaa, fala tantadhir as-sabah, usisubiri kwamba utaishi mpaka asubuhi. Fahamu ya kwamba wakati wote ndio wakati wako wa mwisho. Wa idha asbahta, na ukiingiliwa na asubuhi, fala tantadhir al-masaa, usikae ukasubiri kwamba utaishi mpaka jioni, utakaa mpaka asri, utaishi mpaka magharibi, ukaanza kupanga na kupangua, kutengeneza na kuweka na kudhibiti na kadhalika na kadhalika. Khatit, barmij, mahid, ارسم، لكن اعلم انك لا تضمن هذه الحياه. Weka plan, panga, tengeneza mambo yako, lakini fahamu ya kwamba huna guarantee juu ya maisha haya. قالوا في شرح هذا الحديث معناه لا تركن الى الدنيا. معنى حديثه ايها الاخوه، واذا اصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. Yani patiliza ukiwa katika siha, fanya mambo ya khairi, wala usisubiri ukasema nitafanya baadaye, maana baadaye ni maradhi. Una nguvu, fanya saa hizi, usiseme nitafanya siku fulani na ngoja wakati fulani, lianna alawaiq atiya, mambo ya kuja kuzuia mbele inaweza kuja kukusibu yakakupinga na kuyafanya yale uliokuwa umeazimia kuyafanya. Kwa hivyo leo una siha, usingoje ukawa mgonjwa ukasema mimi inshallah nitaanza kuswali sunna, nitaanza kuswali qiyamul layl, nitaanza kufanya jambo fulani mwaka huu au mwaka ujao, siku fulani Ramadhani. Ma tantadhir hadha, maana hujui kesho utakuja kushikwa na maradhi, utakuja kusibiwa na maradhi haya ambayo leo una uwezo na una siha na afya waweza kuyafanya, kesho na maradhi uweze kuyafanya. Wa min hayatika limautik, nachukua fursa leo uko hai,
kesho utakuwa umekufa. Yale unataka kuyafanya yafanye hivi sasa, wa anta hayy, ma tantadhir lianna almauta qadim. Mauti hapa inakuja mbele, kesho ni mauti, itakuwa kuna tena fursa. Maana maneno haya wanazuoni wanasema la tarkan ila dunya. Maana ya mtume kusema alayhi salatu wasalam kun fi dunya kannaka gharib au abiru sabil, maana yake ni kwamba usikae katika hii dunia na usizame katika hii dunia. La tarkan ila dunya, usibebe hii dunia katika kifua, usiweke hii dunia moyoni. Wala tatakhidha watanan, wala usichukue dunia hii kwamba ndio makazi yako ya kukaa milele. Ndio maana Nawawi rahimahullah ta'ala kuhusiana na maneno haya, na haya ndio moja katika malengo makubwa ya mwanachuoni huyu Nawawi rahimahullah ta'ala kutunga kitabu hiki, ni kwa sababu ya mafundisho kama haya, kuwahimiza waislamu kuelewa malengo ya dunia na thamani ya dunia, na hii dunia ipo wapi katika moyo wa muumini na moyo wa muislamu. An la yattakhidha almuslim hadhihi dunya watanan lahu, muislamu asichukue dunia hii ni pahala pa kuja kukaa milele, ndio pahala pa kuja kutulia. La, hakuna kutulia katika dunia. Dunia ni dar al-ikhtibar, dar al-ibtila, ni pahala pa kuja kupewa mitihani na misukosuko. Ibtilaat, ikhtibarat, fitan تأتي على المسلم على المؤمن. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. هذه الدنيا. Kama ulikuwa unadhani dunia ni pahala pa kuja kukaa kwa raha, kuja kustarehe na kuenjoy kwa raha, laysat hadhi, wewe uko katika ndoto. Laysat hadhihi dunya. Pahala pa qarar, pahala pa itminan, pahala pa rahati albal, pahala pa sakina, pahala pa irtiyah, ain fi aljanna, ambapo Allah azza wa jalla amepaita dar alqarar, pahala pa kwenda kutulia ni huko. Pahala pa kwenda kulala vizuri kwa makini, wa ahsan maqila, nenda kufanya qailula yako nzuri kule fil janna. Ja'alani Allah wa iyyakum min ahliha ya rabbal alamin. Lakini ad-dunya dar ibtilaat. Leo unapambana na hii, kesho hivi, kesho hivi, kesho hivi, hakadha tataqallab baina hadhihi al-ashya ila an tamut. La tarkabunna tabaqan an tabaq, طبقا عن طبق كما أخبر بذلك الحق تبارك وتعالى.